Yatimisha jina lako Bwana, tunakutukuza kwa neema yako. Asante Yesu. Thank you Jesus. Chukua nafasi yako ili kumshukuru Mungu. Asante Bwana kwa neema yako. Asante kwa uwepo wako. Ninakutukuza maana wewe ni mkuu. Ninaliadhimisha jina lako. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Kama mbele yako kuna nafasi unaweza ukasogea na Mungu atakubariki. Haleluya. 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 Ongea na mtu haleluya. Unapoona tena haongezi sauti bado huyo kuna vitu ambavyo anavifanya. Anakuroga wewe unaitoa sauti. Haleluya. 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 Tunasonga mbele, ni wakati mwingine, ina muda mfupi tu, lakini nitasema kile ambacho Bwana amekikusudia leo tuweze kujifunza, ili mimi na wewe tukapate ufahamu wa kujifunza kile ambacho Mungu amekikusudia siku ya leo. Majira yako yana nani? Majira yako yana nani? Uniandika wazaandika ujumbe unasema majira yako yana nani? Majira yako yana nani? Mwishoni kuna alama ya ulizo. Majira yako yana nani? Haleluya. Nataka watu walio hai. Amen. 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 Majira yako yana nani? Nataka niongee na watu walioko makini na ujumbe huu. Majira yako yana nani? Kuna alama ya ulizo hapo mwisho. Majira yako yana nani? Ninapozungumzia majira ni kitu gani ambacho ninataka ujifunze na uweze kukielewa. Majira yako yana nani? Haleluya. Majira yako yana nani? Kila mmoja ana majira katika kuishi kwake. Kila mmoja ana nyakati katika kuishi kwake. Majira yako yana nani? Yawezekana majira yako yana ugumu wa maisha. Majira yako yana magonjwa. Majira ya kuishi kwako yana maskini. Majira ya kuishi kwako yana ukame. Majira yako yana nani? Maandiko yanasema tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako Bwana. Maandiko yanapozungumza hivi, itimisi yanamaanisha kwamba zipate kuja nyakati, kwa maana yapate kuja majira ya kuburudishwa, maana yake ya kutuliwa mzigo, ni ya kuondolewa kwenye huzuni fulani. Kumbe majira yanakuja na jambo fulani. Majira yako yana nani? Ni mambo gani yaliyopo kwenye majira yako ya sasa? Ni mambo gani ambayo yanaishi au yapo katika maisha yako ya wakati huu? Ni mambo gani yaliyopo katika majira haya ulionayo? Yawezekana majira haya mtu anasema napitia vitu fulani, nina shida ya mambo fulani. Shida sio mambo fulani, tatizo ni majira ulionayo yana mambo fulani. Ndio maana maandiko yanasema kuna majira ya kuvuna, kuna majira ya watakatifu kunyweshwa, kwa maana ya kumiminiwa baraka zao. Kuna majira ya mtu kuimarishwa. Tunapomsoma Ayubu tunapata tafsiri ya kwamba Ayubu alikuwa kwenye majira ya kuinuliwa kwa kiwango kingine zaidi ya kile alichokuwa nacho, lakini kwa tafsiri ya wengine waliona majira yale kwa Ayubu yalikuwa ni majira mabaya sana. Majira yako yana nani? nani na kitu gani na ni mambo gani yaliyopo kwenye majira ulionayo sasa.
Kwa mwingine anapitia maskini, unaishi katika namna ya maskini. Mwingine anaishi katika namna ngumu, namna ya magonjwa, namna ya kuteseka juu ya jambo fulani, namna ya kupata shida juu ya kiungo fulani, namna ya kupata shida juu ya kitu fulani. Ni kwa sababu ya majira uliyo nayo yamekibeba kile kitu. Unapaswa kumwambia Bwana, nibadilishie majira haya niliyo nayo sasa, yana mambo magumu. Haya niliyo nayo sasa yana magonjwa sugu. Haya niliyo nayo sasa yana vitu vibaya. Nibadilishie majira yaondoke. Yanapoondoka yanakuja majira yenye amani, yanakuja majira yenye ushindi, yanakuja majira ambayo yanaweza Mungu ndani yake. Una majira gani na nini kilichopo katika majira haya? Majira yaliyo nayo sasa ni majira gani? Majira ya umaskini, majira ya kukataliwa, majira ya mafarakano, majira ya utasa, majira ya ukame, majira ya kupooza. Majira gani uliyo nayo sasa? Majira ya kupitia wakati mgumu. Hayo ni majira ambayo yameyabeba hayo uliyo nayo unayoishi. Shida sio hayo ambayo yanakutokea, tatizo ni majira unayoishi. Yakibadilishwa, yaliyomo nayo yanaondoka na majira hayo. Yakiendelea kuwepo, yatachipua mengine yanayoendana na majira. Wakati wako ni upi unaoishi sasa? Nini kilichopo katika wakati huu juu ya maisha yako? Majira haya uliyo nayo sasa ni majira ambayo nini vinakutokea kwenye maisha yako? Mwaka huu toka umeingia, majira ya kuishi kwako katika mwaka huu, anzia Januari mpaka sasa mwezi huu wa 4, nini kimekutokea? Mambo gani yametokea mpaka sasa? Majira yako ndani ya mwaka huu ni majira ambayo inawezekana shetani amekuandalia majira ambayo yamebeba vitu fulani visivyo vizuri, na akayaachilia yale majira katika maisha yako, na yale majira yamebeba mambo fulani. Kwa kuwa tunaishi kwa nyakati na majira, maana yake ni kwamba tutayaishi yaliyopo ndani ya nyakati na majira. Anasema wakati wa kulia, maana yake huo ni wakati. Shida sio kulia, wakati wa kulia. Anasema wakati wa kutapanya. Kumbe tatizo sio kutapanya, hiyo sio shida. Shida ni wakati wa kutapanya. Nikimwambia Bwana nibadilishie wakati, maana yake hautakuja wa kutapanya, utakuja wakati wa ushindi. Si kama naongea mtu anayeelewa. Una wakati gani? Una majira gani? Je, mipango uliyo nayo unaipanga ukiwa kwenye majira gani? Kazi uliyo nayo unaifanya ukiwa kwenye majira gani? Biashara uliyo nayo unaifanya ukiwa katika majira gani? Jambo ambalo wewe unalitumaini mbele ya malengo yako, ile future unaitaraji ukiwa kwenye majira gani? Haleluya. Anasema kuna wakati wa kuomboleza. Kumbe wakati ndio unaleta kitu kuomboleza. Kuna wakati wa kulia. Kulia sio shida, maana kila siku hata mtoto analia mchana. Lakini shida sio kulia. Shida ni wakati unaleta kulia. Wakati unaleta kutapana. Wakati unaleta maskini. Majira yanaleta kufarakana. Kumbe shida sio kufarakana. Shida ni majira yaliyobeba roho ya kufarakana. Leo majira haya tunamwambia Bwana, tunayabadilisha kwa jina la Yesu. Tutamwambia Bwana atupatie majira yaliyo mema, ili tunapomtukuza tumtukuze tukiwa na amani. Majira mabaya yasiwepo tena kwenye maisha yetu. Nyakati mbaya zisionekane tena kwenye maisha yetu. Inawezekana hivyo ulivyo ni kwa sababu ya wakati au nyakati ulizo nazo. Inawezekana hayo unayoyapitia ni kwa sababu ya majira uliyo nayo. Shida sio kwa nini napitia maisha fulani. Shida ni majira uliyo nayo yanaleta kupitia hayo unayoyapitia. Ongea mtu. Kuna wakati usikimbilie kumwambia Bwana, Bwana nibariki sadaka, Bwana nibariki mchele, hata vipunga viwili tu, hata vipunje viwili.
Mwambie Bwana, ukiviomba hivyo ndani ya majira ya ukame hautaviona. Mwambie Bwana, nibadilishie majira. Nipe majira ya kusikiliza na wewe. Nipe majira ya kujibiwa na wewe. Nipe wakati Bwana wa kuitikia na wewe. Anasema utaniita nitaitika, lakini sio kila wakati nitaitika. Kuna wakati nitanyamaza kwa sababu sio wakati wa kunifanya niitike. Tunavutwa na tunashambuliwa na majira tulionayo. Tumezungukwa na nyakati tulizo nazo, zimegeuka kuwa maadui kwetu. Haleluya. Maandiko yanasema wakati wenu wa kukaa hapa duniani yatosha kwa maovu. Maana ni kwamba tutende yaliyo mema. Kwa tafsiri nyingine, tutafute namna ya kuyabadili majira na nyakati yakae katika namna ya kuendana na sisi tunachokifanya. Amen. Ya kuendana na kile tunachokiomba. Amen. Unataka nini kwa Mungu? Je, majira yaliyo nayo yanaruhusu uwepo wa Bwana kuitikie? Yanaruhusu uwepo wa Bwana ushuke nyumbani kwako? Wakati ulio nao unaruhusu Roho Mtakatifu akufunulie? Unaruhusu usikie sauti ya Mungu? Huo wakati ulio nao, hayo majira ulio nayo yanaruhusu ufunuo ushuke kwako? Ni wakati wa huzuni. Ni nani atakayesema nawe katika ulimwengu wa kiroho? Mungu yupi atakayesema na wewe ukiwa na huzuni? Mungu yupi atakayekubariki? Anasema baraka ichangamana na huzuni. Ikiwa kuna majira ya huzuni, yabadilisheni, kwa sababu nijapotaka kuwabariki, baraka haiendani na huzuni. Na kwa kuwa mko katika nyakati au majira ya huzuni, baraka yangu haistahili kuwa na mimi. Kuna wakati na kuna majira yanaendana na kile unachokihitaji. Kuna wakati ambao ukimwangalia nabii haendani na kukuombea kwa sababu ya majira na nyakati yalizonazo. Ukimwangalia unapata tafsiri, kwa sura hii kwa leo nitamwacha, kwa sababu nikienda wakati huu nitaondoka nina kinyongo. Kwa sababu naangalia majira haya ni majira gani. Kuna majira ya kujiliwa na Yesu. Ndio maana Yesu hakuja tu siku yoyote. Majira yaliandaliwa ya kuja kwake. Nyakati ziliandaliwa za kuja kwake. Kwa sababu ule wakati ulikuwa na neno kuokolewa kwa damu yake. Ule wakati ulikuwa na neno kukombolewa kutoka ndani ya mauti na laana. Umeomba kwa muda mrefu kwa sababu majira uliyo nayo yanakuzuilia wewe kusiona Mungu. Nyakati ulizo nazo zinakuzuilia wewe kuweza kujibiwa na Bwana. Muulize jirani yako, majira yako ni yapi? Muulize kwa sauti, majira yako ni yapi? Na majira yako yana nani? Muulize tena, majira yako yana nani? Haleluya. Inawezekana yana huzuni, lakini kuna mwingine majira yake yana Bwana. Kuna mwingine majira yake yana Yesu. Kuna mwingine majira yake yana mkombozi aliye hai. Kuna mwingine majira yake yana roho za vifungo. Kuna wakati ambao mtu anapitia magumu, sio yale magumu yanaendana na yeye. Ule wakati umemfanya yule mtu apitie magumu, kwa sababu wakati huo ni wakati wa magumu. Majira hayo ni majira ya magumu. Je, majira hiyo nayo ni majira gani? Ni majira ya kukataliwa, ni majira ya maskini, ni majira ya kufilisika, ni majira ya kushushwa chini, ni majira ya kusimangwa, ni majira ya kuonewa. Ni nyakati mbaya ambazo hazikufanyi kusonga mbele, ni nyakati ambazo hazikufanyi ukang'aa kwa Yesu. Hizo nyakati ndio zinakupa changamoto kwenye maisha yako. Ukitaka kufanikiwa, mwambie Bwana, nibadilishie nyakati na majira. Nyakati hizi zatosha juu ya maisha yangu. Majira haya yatosha juu ya maisha yangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapoona mtu aeleweki, jua kabisa majira yako wewe jamaa wewe. Yaani ukimwangalia tu mbele yako unajua huyu majira yake sio mazuri. Ana majira mabaya magumu sana. Haleluya. Mwingine ana majira ya kulalamika. Yani aziishi. Ana malalamiko ya kutosha. Kingine kazizi kweli, kwa sababu nyakati alizonazo zinanena haya. Majira aliyo nayo zina hizo roho. Hayo majira yana hiyo roho. Hakikuzini. Usipozini utaishwa. Zini. Hakikuzini.
majira yanaongea. Ndio maana kuna wakati ambao unapanga mipango ya kwamba mwakani itafanya hiki, kufikia mwezi fulani itafanya hiki. Haujajua ya kwamba mwezi huo utakuja ukiwa chini ya majira fulani. Yawezekana majira hayo ni shetani ameandaa, majira ya kwamo au kukukwamisha. Wewe unaweka mipango ambayo haujaiwekea majira, ya kwamba mipango hii inaiambatanisha na majira ya kukamilika kwake, na iambatanisha na nyakati za kutumia kwake, alafu yasukuma mbele za Bwana. Unamwambia Bwana, mipango yangu sio kwamba iko empty, imebeba majira ya kutumia kwake, imebeba nyakati za kutumia kwake. Shetani akileta wakati wa kukwamisha au majira ya kuleta mkamo, anakuta majira mengine mapya yamekaa, anakuta mipango yako imejitosheleza. Kuna majira ndani yake, kuna nyakati ndani yake ambazo imezinena mwenyewe, na yale mambo yanatimia. Ufike wakati tukiwa maskini wa ufahamu na maarifa. Maana sisi tumekazana tu, navunja, nabomoa, naharibu kabisa mpaka utu wa ndani. Navunja, nakata pua yake. Yawezekana ni ndefu, lakini hata niweke normal leo. Naivunja. Kuna wakati ambao wewe unaomba, lakini majira ulio nayo, wakati ulio nao umepishana na mambo yako. Si kila wakati utaita Bwana atakusikia, na sio majira yote utamwinulia Mungu sauti yako atakujibu. Haleluya, amen. Sio hivyo. Tazama majira yako ni yapi. Majira yako ni sahihi, nyakati ulizo nazo ziko sahihi. Nyakati zako zina nani? Nani ambaye ametawala kwenye hizo nyakati? Ni shetani, ni huzuni, ni umasikini, ni chuki, ni kutengwa, ni masimango, ni mafarakano. Je, majira ya namna hiyo ni kwa namna gani utamwita Mungu kwa wakati wa kuhuzunika kwako, kwa wakati wa kunung'unika kwako, na Mungu akasikia? Maandiko yanasema asionekane mtu atazamani nyakati mbaya. Kumbe kuna nyakati ambazo ni mbaya, kuna majira ambayo ni mabaya, na majira hayo yanakutenganisha wewe na Mungu. Mungu anakaa mbali na wewe kwa sababu ya majira yaliyoko katikati yako. Yawezekana ni majira ya mabaya. Mungu anachukizwa na wewe, si kwa sababu yako, kwa sababu ya nyakati unazoziishi. Anasema ninyi kweni makini, kwa sababu mko katika nyakati za ukaidi. Haleluya. Anasema katika kizazi cha majira ya ukaidi, lazima mkae katika namna ya kuwa sawa na pewa. Amen. Unapotaka kuingia kuomba, tengeneza majira kwanza, nyakati za muda huu, ili Mungu akusikie. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna wakati Yesu alijitenga mbali na wanafunzi wake, kwa sababu anajua nikiwa na hawa nyakati za kuomba kwangu na majira hayatakaa sawa kati ya mimi na Baba kusikilizana, lazima nijitenge nao ili nyakati zangu zikawe bora na zikawe za muhimu mbele za Baba. Anajitenga, anakwenda anayerekebisha majira, halafu anazungumza na Baba. Na ndio maana Yesu akasema, najua walisikia siku zote, na kwa kuwa walisikia siku zote, nami naliyasema haya mbele ya makutano, ili wasadiki ya kwamba umenituma. Amen. Yeye ana uhakika ya kwamba Mungu anamsikia siku zote. Amen. Sisi tunakumbuka kuomba. Hiyo ni majira mabaya hayaendani, Mungu anisaidie. Majira mabaya unafiki, Mungu anisaidie. Majira ya ujinga, Mungu anisaidie. Majira ametoka kufokeana, Mungu anisaidie. Majira namchukia fulani, Mungu anisaidie. Mungu hakujibu. Majira yako yatengeneze. Unakaa unasengenya mwingine, majira yako ni majira ya usengenyaji. Alafu eti Baba, unajua wewe ni mtakatifu kuanzia kwenye nywele zako mpaka kwenye kucha. Wewe ulishamwona Mungu, unajua anakuja. Haleluya. Amen. Unajua wewe ni mzuri Mungu, hata usikosema, hiyo inajulikana. Afu hapo na kinyongo kweli. Anyway, naingia kwenye maombi.
Yaani ukishaingia kwa namna hiyo, jua na hayo maombi ni anyway, hayana faida. Kila kitu kwako anyway, acha nitarudia baadaye, eti namtoa kwa muda. Na wakati unaomba alafu unahama, Bwana nitakase, nitakase, Bwana nitakase, ase yule fulani, narudi kwako Bwana nitakase, nitakase. Yaani nisikii ndio ase Bwana, unajua wewe ni mwaminifu, hata katika haya nitavuka Bwana. Ase hapa kitoka sasa, unaona kabisa hata mtembeo umebadilika. Vipi mtoka? Haleluya. Amen. Majira yako ni yapi? Yana nani ndani yake? Tunashindwa kufanikiwa kwa sababu ya majira tuliyonayo. Tunaomba katika hali ya majira ambayo hayaturuhusu sisi au hayauruhusu uwepo wa Mungu kushuka pale. Mfano, nitolee mfano. Wakati wa Petro anapingana na kusudi la Mungu kwa kumwambia Yesu, Bwana, hayo hayatakutokea. Yesu alipomwambia sasa wakati umefika wa mwana wa Adamu kwenda kuteseka, naye atakufa lakini atafufuka, Petro akasema hakuna kitu kama hicho hakitokee. Sasa Yesu akamwambia, ewe shetani, rudi nyuma, maana usiyatangulie majira. Usitake kuyatangulia majira ya Mungu yamebeba wokovu. Rudi nyuma. Sio kwamba Petro alitangulia mbele. Maana yake shetani aliyemwingia ndiye anataka kuyapangua majira ya wokovu. Sasa wakati huo tuseme kwamba baada ya Petro kuambiwa shetani kaa kimya, alafu wakati huo aseme Mungu nibariki Yesu, hilo kofi ambalo Yesu angempa, kwa sababu yale majira tayari kuna kitu kimeingiliana pale. Petro amemkwaza huyu. Maana yake ni kwamba majira haya hayafai kubarikiana. Tafuta majira mengine takubariki. Amen. Lakini kwa sasa rudi nyuma. Amen. Majira ya sasa nasema rudi nyuma, ili majira ya Bwana au ya Baba yatimie. Amen. Wakati mwingine tunayatanguliza majira yetu sisi ya kufikiri wenyewe. Ndio maana hatufanikiwi, hatuvuki. Mangapi umeomba na una muda gani mpaka sasa? Umekuwa ukiyatumia majira ambayo hayaendani na maombi ulionayo, hayaendani na kile ambacho unakitaka, majira ambayo yanamsaidia uwepo wa Mungu, isipokuwa ni majira ambayo yanamfanya shetani kupata nafasi kwenye maisha yako. Muulize jirani yako, majira ulionayo ni majira gani? Muulize kwa sauti, majira ulionayo ni majira gani? Haleluya. Majira ulionayo ni majira ya namna gani? Unapoona kuna wakati unapitia mahala pagumu, hauwezi kuomba. Hata kama ukiomba unaona kana kwamba sijafanya kitu, kwa sababu sijafunguka ndani yangu, sisikii kuomba, lakini inabidi kwa sababu ya wakati. Nyamaza kimya, usiombe. Alafu tafuta ambao wana majira tofauti na ya kwako, wana nyakati tofauti na za kwako, uambie niombee. Haleluya. Uambie niombee. Lakini ndani yako ni lako msimu Mungu, mwambie siwezi kuomba kwenye majira kama haya, vinginevyo nitakukosea. Maana nitaomba alafu kimya kitakuwa kingi, nitakukufuru kwa kusema Mungu uko wapi? Mungu haupo. Ninanyamaza kimya ila nibadilishie nyakati. Ukinibadilishia nitanena na wewe. Amen. Amen. Hivi kweli kwa haki ya kibinadamu hayo majira ukiangalia, hivi kweli bado kuna uelewano kati ya anayeomba na Mungu? Malaika anasema kanda wewe tulia kwanza pamoja. Mungu anageuka anasema piga kelele ukichoka, pambana na majira ulionayo.
Haleluya. Amen. Wana wa Israeli walilia kuliko kawaida, lakini kilio chao kilichelewa kufika kwa Mungu. Kinakuja kufika, Musa amezaliwa, amekuwa kubwa kabisa. Liko kwa yetu na limejibebea likubwa tu. Sasa ndio majira yanakuwa yanaendana na kilio chao. Lakini wakati wote wamelia na wamelia mpaka wengine wamefariki. Hebu chukulia, Musa hajazaliwa, wana wa Israeli wako kwenye mateso. Maana yake mama zao na baba zao waliomzaa Musa. Lakini Musa anakuwa kipindi chote hicho ni miaka mingapi? Wakati Mungu anamtokea Musa alikuwa na miaka mingapi? 40. Hebu fikiria. Hiyo ni miaka mingapi? Na kabla hajazaliwa Musa wanalia. Amezaliwa mpaka anafikisha miaka 40. Hiyo miaka 40 ya Musa tu. Acha ile nyingine ambayo Musa hakuwepo. Hii ambayo ni ya Musa 40. Unaweza kalia miaka 40. Siku moja kubwa. Yaani masaa matatu. Sasa siri tena nimeacha na sitaki mambo ya Mungu. Na kwa mganga mbio. Haleluya. Amen. Wamelia sana, lakini Mungu anawaangalia tu. Yawezekana pia umetabika sana. Kilichowazuia wana wa Israeli kuokolewa, maana yake ni majira na nyakati walizokuwa nazo hazikuendana na Mungu kuweza kuwatoa. Amen. Wangejua wangesema hivi, na tushikamane tuyabadili majira, tumwambie Mungu atubadilishie majira haya, yabadilike yaje majira ya kusikiwa na yeye. Maana yake ni kwamba yawezekana Mungu aliwasikia muda mrefu, lakini swala la kuwatoa wakati ulikuwa bado na majira yalikuwa bado hajafika. Yaani muda umeenda kweli kweli. Anamwambia Musa, umeshakuwa mzee sasa. Kilio chao Bwana ndo angalau kimenifikia. Angalau kimenifikia kidogo na watafakari, kwa sababu naona kuichiliwa na majira ya kuokolewa kwao yako karibu. Naona nyakati zinaanza kubadilika. Wangejua mapema kuzitafuta nyakati za kuokolewa kwao, maana yake ni kwamba siku nyingi wangekuwa hawapo katika nchi ya Misri. Amen. Yawezekana mpaka leo uko kwenye magonjwa fulani kwa sababu ya majira na nyakati ulizonazo zinapingana na maombi yako ya kufunguliwa. Uko kwenye majira ambayo yanasema usiamini. Uko kwenye majira ambayo yanasema usiamini maombi utakayoomba. Haleluya. Haleluya. Majira uliyo nayo ni yapi? Yana nani ndani yake? Nani katawala kwenye majira haya? Leo ndio kufundisha kistaarabu kabisa. Sija kwa kweli. Haleluya. Tulikuwa tumesimama sasa. Haleluya. Amen. Ningeenda kwa namna hiyo, huu ujumbe usingeelewa. Majira yako yana nani? Nani anayenena kwenye haya majira? Mambo gani yapo kwenye haya majira? Sisi kazi yetu ni kuyatoa yaliyopo kwenye majira, na uvute ugonjwa, na utoa uchawi, na usikunia mbali. Uondoke kabisa na kata mashera yao. Lakini majira yaliyokuwa yamebeba mashera yapo. Ukiyakata mashera, majira kazi yake ni kutoa tena mashera. Ukiyakata yanasema afadhali, kwa sababu haya majira pia ni roho. Yanasema asante. Maana kuna hili jini lilikuwa linatubishia sana sisi majira. Wewe umeliondoa ili tuweke jini jipya litakaloendana na mimi majira. Kwa hiyo umeyasaidia majira kuleta vipya vyenye nguvu kwa ajili yako. Kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni litang'olewa na tumistari tumo. Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Hakika litosoma bahari, ilichanwa kama karatasi wakapita. Jua likasimama, jua likasimama, japokuwa lilikuwa linajua lakini halikujua. Likasimama jua kama vita ikapigwa. Amen.
Mistari ipo, lakini majira yanakucheka tu hiyo. Ukimaliza anaibuka tena, mtumishi naomba sana, lakini sijaona matokeo yoyote. Haleluya. Amen. Niomba nimefunja kwa action zote. Kwa kufanya hivi nimefanya. Mbinu zote nimetumia. Maana ni kwamba kuna wakati ambao achana na mahitaji. Usihangaike kutoa yale ambayo yapo ndani yanayokutokea. Beba majira haya na uchafu ulioko ndani yake. Alafu usukume kwa aliyotuma. Na ndio maana kuna watu wengi sana walimwombea Ayubu sana, ili yale mambo anayoyapitia asiyapitie, lakini kadri wanapozidi kuomba ndio yanazidi. Wameomba mara ndugu vipi? Ametoka sasa, ndo katoka, si matete kuanga mwili mzima. Wanazidi kuomba, mwisho wa siku wakasema tu amina, tukuache wewe na Mungu wako. Wameomba mpaka wamechoka. Hawakujua ya kwamba tatizo sio kinachomtokea Ayubu. Shida ni wakati alionao, ni majira alionayo. Tusipomsihi Mungu aondoe majira yanayotusumbua, hayataondoka. Tunayoyahitaji hatutayaona. Nyakati na majira yanabeba hayo yanayokutokea. Mungu na mtu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Maandiko yanazungumza wazi yakisema kwamba kuna mtu ambaye aliteseka na ugonjwa wa kupoza miaka 38. Hayo ni majira ya kuumwa kwake, lakini Yesu alipokuja alichofanya akambadilishia majira. Akamuuliza, unataka kupona wewe? Hata kama ukienda kwenye hilo birika la Siloamu, ndiyo, lakini lenyewe linaweza likaondoa magonjwa, lakini majira yakabaki. Sasa mimi nafuta majira na magonjwa. Akamwambia, jitwike godoro lako wewe. Mtu yule akawa mzima. Nakupa akili na maarifa. Amina. Ukiona mtoto akuelewe, pomoa majira alionayo. Haribu nyakati alizonazo. Alafu mwambie Bwana, tengeneza nyakati zingine. Roho Mtakatifu akaachilia majira mengine juu yake. Alafu utasikia amebadilika, anafaulu masomo yake, anafanikiwa. Inawezekana nyakati alizonazo ni nyakati za ujana. Bwana tu kila siku huko, acha wewe. Unafanya kidogo, nimekwambia uache. Utafinya mpaka unapozidi kufinya ndio inafaa. Shida ni nyakati na majira aliyonayo kwa wakati huo yanampelekea yeye kuwa na vitendo anavyovifanya. Ukimbadilishia hizo nyakati hatafanya. Zitakuja nyakati za kumhofu Bwana, ya kwamba nikitenda hili ni dhambi, nikifanya hili namkosea Mungu. Amuru majira yenye hofu ya Mungu, amuru nyakati zenye hofu ya Mungu zikamtawale maisha yake. Utaona anabadilika na kujua ya kwamba dhambi ni mbaya mbele za Bwana. Sasa mtoto ana majira, nyakati za kusimamisha masikio. Kanapotembea tu kwanza, ukikaangalia mwondoko wake, unajua kabisa nyakati na majira alionayo huyu mtoto. Sio kama masikio yamesimama hivi kabisa, amenyooka juu. Hajaitwa mtu nane na shida ni nini? Yaani kamekodoa. Nyakati na majira alionayo. Kanatembea tu hapo. Mtoto akipita kidogo akiwa na imeiba. Unasema majira alionayo ni machafu, yanampa kuwaza mabaya. Eti kikakazia tu macho. Kama ulipenda suseme majira alionayo. Pengine umeona kibwengo umsaidie, unawaza sasa kibwengo ndio kinaongea wewe jamani. Na ulimwengu wa sasa hivi
unataka kuingia kwenye mahusiano ndoa, jipange, kwa sababu kuna kuoa jini au kuolewa na jini. Yaani badala ya kupata mume au mke, unapata agent mwenye kukupeleka kuzimu. Wewe fuatilia hata kwenye huduma zingine utaona. Dada mmoja anaombewa yakalipuka, anasema tumetumwa kutoka kuzimu. Na nani? Na Malkia. Na wewe nani? Na mimi Malkia. Kufanyaje? Kuwateka wanaume. Umewateka wangapi? Wengi. 10 zaidi ya hapo, 20 zaidi ya hapo, 100 zaidi ya hapo, 700 zaidi ya hapo, 1000 zaidi ya hapo. Na ni kweli, alipofunguliwa yule mdada akasema walikuwa wanakuja wanaume wengi wanajigonga. Masikini, matajiri wanakuja. Mimi napita nao tu. Si barabara ipo, tunaenda nayo. Sasa ukifuatilia pale unaona kabisa lazima kati ya wale wanaume maisha yao ni mabaya sana. Maanake wako connected na kuzimu tayari. Na kazi yake sio kupendana nao, ni kuwavuta na kuwa connect kuzimu. Ndio kazi yake. Wengi zaidi ya hapo. Sasa kurupuka uone. Unakanyana kwa jicho la tatu. Haleluya. Lazima ufuate utaratibu. Yaani kwa vyovyote vile, leta kanisani tugwengue kwanza. Amina. Alafu ndio muendelee kupendana. Ili hata kama alikuwa anakukamata ili akupeleke kuzimu, tunatoa hiyo pepo alafu tunamwambia sasa tunakuoa kwa lazima au unaolewa kwa lazima. Amen. Ndio ushapata mume. Amen. Hii hayo majini asema kutumia. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naongea na wenye mawazo haya. Haleluya. Haleluya. Lazima utambue kwamba yako majira yanakuja na kitu fulani. Hebu niongee na wale walioko kwenye ndoa. Vipi kwenye ndoa yako? Kabla hata hujakaa vizuri kwa Bwana. Nikiangalia kama ile uti na ule mgambo. Yaani ulivyo. Na hii kuonekana kama ukoko wa ugani. Eti ndio wameoana hao. Muone, naongea sasa bila usaki huyu. Majira ni mabaya. Lakini tukiyashinda yale majira, maana yake tunamwambia Bwana, tupe majira ya kufanikiwa. Wakati huo Sara anaishi katika majira ya utasa, hakuweza kuzaa. Mpaka Mungu alipomtokea akamwambia majira kama haya mwakani. Unaona sasa, wakati kama huu, kumbe shida ni wakati. Bwana alipoleta wakati, shida sio Isaka, ni wakati. Una nani ndani yake? Una Isaka. Na huu wakati wa sasa una nani? Una utasa. Sasa una wakati gani? Mungu alipoangalia kwa kabisa hawa wanakimbia mtoto toka wameoa, lakini mpaka wamekuwa wazee, babu kwa bibi hawana mrithi. Na mpaka bibi akaona sasa haiwezekani, aibu hizi ni kubwa sana, wewe sana kijakazi, na haiwezekani. Mungu akaona tabia hizi sio nzuri. Hawa hawakujua ya kwamba majira walio nayo sio majira ya kuwapa mtoto. Kwa hiyo Bwana akawatokea, alafu akawaambia mwakani majira kama haya mtapata mtoto. Alafu wakiume, na majira yanakuja na mtoto mwenye jina Isaka. Rebeka ni tasa, utapata. Manoa mke wake Benani
vitasa, lakini malaika akamtokea akamwambia, sasa sikiliza, sasa so atakuwa mkombozi wa Israeli juu ya Wafilisti. Amen. Majira yamekuja yenyewe, yamenyoka, yameibeba mtu ambalo lina nguvu nyingi. Ukilifunga linakata, ukiweka minyororo linakata, ukilifunga mahala linafanya linatoka nje au linanyosha. Amen. Tunateta na majira, ndio maana tunapata vimimba vya ajabu ajabu. Ukimwangalia yule alipata mtoto, unazaa mtu alieleweki, akikuangalia mara mema anatoka anarudi ndani. Baada ya kumkimbia wako mwenyewe. Unakarusha hapo baada kaje kanacheka. Ndio utakoma. Unazaa kidubasha kieleweki. Kitu shindikana sasa. Mwambie Bwana, majira yako na yahitaji yenye mapacha 8. Amen. Utazaa tu kwenye vitanda, kuna bwana kule vya kulazwa. Wewe lala tu, zaka kwanza, waambie katunze vizuri, weka alama, msigawe. Zaka nyingine tutakubebea tu. Amen. Na soksi tutanunua kwa ajili ya watoto hao. Amen. Tunatoka kuendana kabisa na shughuli ya Bwana zenu, kuongezeni wewe umeleta tu wa kutosha. Sasa si umetimiza andiko tena, si ndo tunayapapasa kamoja si leta 8. Kila mtu na sura yake. Ukimwangalia mtoto, amen, waje watumike kwa Baba, si na nini, waumini wa kutosha kabisa. Amen. Amina, amina. Mpango wa wazazi, mpango wa uzazi. Mpo, kwani hapo? Haleluya. Amen. Sema profesa. Profesa. Mnake niruhusu, alafu baadaye mtu anasema tumishia. Zuia. Washa taa nyekundu. Baba hutaki kusimamishwa. Nianze. Ufanya mkono hivi. Unaweka nini? Umechoma sindano gani? Haleluya. Tuachane na hapa. Ni majira. Amina. Sio ilikuwa anaitwa pia majira, sio nini? Unaona sasa mambo haya. Tumeweka majira. Yanayofanya majira ya kufanikiwa yasiwepo. Yapo majira ya kuto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wale wa majira wewe. Ni kama nimesikia wale wa majira wewe. Wale wakwenda kwa waganga wewe. Leo na bahati kwa kuwa siko kwenye kukuru kekere. Ningekuwa kwenye kukuru kekere, ningekufichua. Haleluya. Amen. Majira hiyo nayo ni hapa. Maandiko yanazungumza wazi. Kuna mtu mmoja mwanamama mchana wa Sarepta. Ana majira ya umaskini. Ukame hana chakula. Ana kakonzi kamoja na tumafuta kwa kuweka toba. Unafanya tu unakula hata ni majira mabaya. Lakini Elia alipofika pale akaibadilisha majira. Akamwambia msikilize, majira yako ni majira ya kwamba chupa hii haitaishiwa na hii taifa litatafukiwa. Haya ndio majira yako. Amina. Majira ya mandoto mabaya. Tunasema mtu anashuka kwenye ndoto. Napiga moyo ni mgongo. Huyo muombe tu. Majira yaondoke, moyo urudi huku kifuani. Amen. Toka lini moyo kaanza zururaji kubwa namna hiyo? Ni majira haya. Kuna nyakati zinafika unapitia pagumu kweli au unaumwa. Ukimwangalia mtu unaweza kahisi kesho tutakuwa naye, lakini yupo kwa msaada wa Bwana. Amina. Majira hiyo nayo ni mabaya. Ni majira ambayo yanazaa haya. Majira yako ni yapi? Ndugu mpendwa, ni yapi? Yana nani? Ndani yapi? Haleluya.
Majira yako ni majira gani? Unatembelea majira ya mababu yenye mapaa, yenye kisa, yenye maskini, yenye mafarakano, majira mabaya kabisa. Haleluya, amen. Majira ya magonjwa. Shida sio magonjwa, ni majira yamebeba nini? Magonjwa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 5 na mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Ndio wengi wanasubiri maandiko. Yohana sura ile ya 5 inakwenda kumaliza. Yohana sura ya 5 mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 9. Utasoma hapo taona kuna namna ambavyo kuna mtu alikuwa na shida ya muda mrefu sana. Andiko hilo utalisoma hapo taona, nimekwisha kulizungumzia pia. Haleluya, nimekwisha kulizungumzia andiko hilo la miaka 38. Ukisoma mstari wa 5 hapo taona, kuanzia mstari wa kwanza mpaka huo mstari wa 9, utaona kitu gani ambacho kinazungumzwa hapo. Maana yake mtu huyo alikuwa kwenye majira ya magonjwa. Hayo ni majira ya nini? Ya magonjwa. Nikupe haraka, andika hayo ni majira ya magonjwa. Lakini pia Yohana hiyo sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 7, bado ni majira ya magonjwa. Yohana ile sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 7. Tunaangalia kipengele cha kwanza cha majira ya magonjwa. Yohana sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Utaona kuna mtu mmoja aliyekuwa kipofu. Baada alikuwa kwenye majira ya magonjwa, na huyo mtu alikuwa ni mtu kipofu kutoka kuzaliwa. Maandiko yanasema hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza nani? Yesu. Rabi, maana ya rabi ni mwalimu. Haleluya. Wakamuuliza, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake hata azaliwe kipofu? Lakini Yesu aliwajibu, hapana, mambo haya ni kazi ya Bwana au kazi ya Baba idhihirishwe. Na baada ya hapo akatengeneza tope, akampaka kwenye macho yake, tope la mate yake lipotee machoni, akamwambia nawe kwenye lile birika la Siloamu. Alipokwenda kunawa, manake kilichofanyika akabadilishiwa majira ya upofu yakaondoka, yakaja majira ya kuona kwake akawa mzima. Wakati mwingine badilisha majira anayopitia mwanao, badilisha nyakati anazozipitia au alizonazo mwanao. Hizo ni mbaya, kwa sababu ukizikamata hizo na ukaamuru wakati na majira mazuri, manake yatamwendesha aishi vile nyakati zilivyo na majira yalivyo. Wakati huu ni wakati wa mwanangu kuwa katika sehemu fulani. Sasa wakati huu kwake sio mzuri. Kama unajua wakati huu sio mzuri kwake, ubadilishe wakati. Amen. Haleluya. Amen. Marko sura ya 9 mstari wa 14 hadi mstari ule wa 27. Utaona pia hapo. Utaona kuna mtu mmoja aliyekuwa anasumbuliwa na mapepo, kalikuwa ni kijana kidogo tu toka utoto. Maandiko yanasema yule baba wa mtoto alipokuwa akieleza kwa Yesu, anasema mwanangu anasumbuliwa na mambo haya toka utoto, kifafa. Wakati mwingine kinahitaji kumwangusha kwenye maji, kwenye moto ili aangamie. Ukiweza neno lolote laweza kutusaidia. Yesu akamwambia yanawezekana kwake, aminia. Amen. Na hapo kilichofanyika, tafsiri yake ya lengo la mimi kukupa andiko hili ni kwamba majira ya kuzaliwa kwa mtoto huyu mpaka umri ule aliyokuwa nao yalikuwa ni majira ya kifafa kwake. Wangeyabadilisha yale majira asingekuwa na kifafa. Kwa hiyo Yesu alichofanya ni kuja kuyaondoa majira yenye hayo magonjwa. Baada ya hapo akawa huru. Je, kazi yako ni nini? Ni kuyakemea magonjwa, haubadilishi majira, hauzibadilishi nyakati. Na Bwana anasema kuna nyakati fulani ambazo zinaweza zikaja. Ndio maana kuna wakati
walipomtafuta Yesu wakamvizia ili wamuue. Yesu mwenyewe aliwajibu, wakati wangu bado kuja mtazama. Ukifika mtafanya mnachotaka, lakini kwa sasa sahauni kabisa. Ndio maana kila walipokuwa kijaribu walishinda, kwa sababu sio wakati wake. Na wakati ulipofika haikupingika. Haijalishi wewe ni mwana wa Mungu, ni mpendwa wa Mungu, ni mtu wa Mungu, ni mpendwa katika Bwana. Wakati ukifika ni wa kwako. Ndio maana Yesu akauita kikombe changu. Haleluya. Hicho ni kikombe cha nani? Kuna wakati Mungu anakuletea majira na nyakati ili akuimarishe. Baada ya hapo ndipo akuletea wakati wa kuwa na moyo imara, sio ule wa kutoa vipi pressure inapanda na kushuka. Pressure inapanda na kushuka. Moyo pressure inapanda na kushuka. Kuna wakati ambao Bwana anakupitisha na kuletea ili akukomaze. Kuna watu walipitia majira magumu. Yaani wangekuwa ni watu wa kutembea wamening'inia hivi. Wangesha kusiku nyingi. Haleluya. Haleluya. Acha kabisa. Sasa kwa tafsiri hii ya kwamba shetani anapoleta majira mabaya, pambana na hayo majira. Uyashinde. Ayubu aliyashinda hayo majira. Watu walikuwa wasi tu. Mpaka kamke kake kapezi. Kanamwambia wewe asi tu. Mungu. Kwa hivyo ulikuwa handsome unaona sasa. Ulikuwa na mali unaona sasa. Ulikuwa na watoto unaona sasa. Yeye akang'ang'ana yale majira akasema, hapana, majira yenu ni ya kunikosesha na Bwana. Sitayaacha kamwe, nitayashikilia majira ya Bwana. Hayo ndiyo atakayonipa mara mingi zaidi ya hapo. Haleluya. Kwa hiyo nimekupa kama mfano hapo, tambua ya kwamba kuna wakati wa kushinda wakati fulani au majira fulani kwa kupambana nayo. Ukiyakwepa atakukondesha. Mara tuko ukiwa tukaje hoje ukisikia mtu anaimba nyuma huko mwenyewe. Kwa nini asikuogope? Ili yeye ndio akukimbie. Haleluya. Yeye ndio afanyaje? Kwa hiyo lazima uyatambue majira ulionayo na nyakati ulizonazo, ili kusaidia wewe kufika mahali. Kwa sababu usipoyabadilisha majira ulionayo, unachokiomba kitakaa wapi? Lazima mwambie Bwana, majira nilionayo Bwana ni majira ya utasa, ni majira ya ukame. Yawezekana biashara yangu ina utasa, uzao wa tumbo langu, uzao wa viungo vyangu kuna utasa ndani yake. Bwana, kazi yangu ina utasa, mshahara wangu ni utasa. Bwana, kila jambo ni utasa. Majira haya ya kuishi kwangu, majira haya ya kufanya kazi kwangu, majira haya ya kufanya biashara kwangu ni utasa, yaondoke. Amen. Niletee majira ya kufanikiwa, majira ya kuinuliwa, majira ya kuongezewa mshahara, majira ya kupata faida kwenye biashara, majira ya kusikiliza na wewe. Haleluya. Amina. Watu walitaka kuyaruhusu majira fulani ya kuruba. Yesu alipoyatazama yale majira akasema, hiyo shilingi ina nani? Ukigeuza ina Kaisari. Mtego. Akayashinda majira haya ya malumbano fanana hiyo. Walipomsakama mtu mmoja, wewe mzinzi una dhambi, mzinzi. Alipofika akasema, sikilizeni, kama ninyi mnaongea hamna dhambi hata mmoja wapo. Maana akisema ngojeni kwanza jamani, ninyi ni hakuna, ili ayaweke majira ya wale watu kutokumsema huyu mtu aliye sawa mbele za Mungu, anaona yeye hana dhambi na arushe juu kwa yale majira yakawahukumu, yakaondoa pale. Amen. Majira yako ni yapi na yana nini? Yana nani? Nani katawala kwenye hayo majira? Nani aliyekaa kwenye hayo majira na hizo nyakati za kuishi kwako? Vitu gani vimetawala kwenye hayo majira au kwenye hizo nyakati? Mambo gani yametawala? Unajitahidi ufanikiwe, upate kazi,
ufanye hiki, ufanye biashara, unaomba jambo litokee. Hakuna, kwa sababu unavyohitaji vinapishana na majira ulionayo. Unavyohitaji vinapishana na nyakati ulizonazo. Kuna wakati sio Mungu nipe pesa, Mungu nipe penseli, Mungu nipe ufuta. Achana na hayo, mwambie Bwana, wakati huu kwa kuwa hata ufuta nimekosa. Nilichekesha na mwanangu mmoja, nikamwambia sasa hivi choro una penseli? Sina. Afu wanafunzi nilicheka sana, una penseli? Nilicheka Afrika msalama. Afu ni mwanangu, mbegu yangu kabisa, una penseli? Haleluya. Kwa hiyo majira yanampiga upofu mtoto wa watu. Hajui kama kuna penseli ya maana shuleni. Mathematical set ile hana. Wanaita compass sijui. Hana. Hajui kama kuna gikari huko. Mwanafunzi kaanza shule sasa. Haleluya. Amen. Bwana mwingine alikomaa na saa, nataka kwenda na muda. Nataka saa. Kama muda wa chai tupeane uhalali, tuende kwenye chai. Tusikomazane hapa. Zisibini ni fundi cheni fundi. Hakuna mwalimu muda wa chai. Tutarudi baadaye, tutaendelea na fundi wewe. Kwa sasa muda. Haleluya. Majira yanakupa kufeli darasani. Wale wanafunzi ambao niliwaombea hapa form 4 wa mwaka jana, niliwaombea kuyabadilisha majira ya kwamba alikuwa anafeli darasani. Hajawahi kusikika kwenye namba yoyote. Lakini si shuhuda wenyewe, mlisikia wamefaulu. Na walikuja kusema hapo wenyewe hawakuvutwa na mtu. Wakasema uliotuombea wote tumefaulu. Tulibadilisha majira ya kufeli kwao. Majira yalikuwa na wapa wao kusinzia darasani. Majira yalikuwa na wapa wao kushindwa. Tukayageuza majira. Tukawapa majira yenye kusema utafaulu. Kuwa na akili. Elewa, tunza kichwani. Wakawa nayo. Yale majira nimesahau. What is this? Unaitwa nani? What is your name? Yaani action yake na anachosema vinapishana. What is your name? Haleluya. Au anamuuliza mwingine, what is my name? You. What is my name? Mwingine unamuuliza, how are you doing it? Ninapika. Haleluya. How are you doing? Yeah, anadhani unamuuliza what are you doing? Hajui kutofautisha. Unaendeleaje, imekuwa unafanya nini? Wanafunzi mpo? Hatutaki mapoza. Wanafunzi ndio mkono wako juu. Wanafunzi wa masters. Wewe ni what? Nataka nitamke kitu hapo. Unataka kuendelea na masomo. Ndio mkono wako, nataka nitamke neno. Alafu baadaye utarudi siku moja hapo tuambie umefaulu. Wanafunzi kuanzia kabisa wale ambao mlikuwa huko chini. Wale madarasa ya ghafla wale mlikuwa wala sana. Unamaliza shule. Tunaanzia kule. Natamka neno kwako ya kwamba majira ya kusoma kwako hayatakwamishwa kamwe. Yatakuwa ni majira ya kufanikiwa, na utafanikiwa zaidi, utafika kwenye malengo yako kwa jina la Yesu. Na wewe ambaye pengine una ndugu yako ni mwanafunzi nyumbani, neno hilo pia ni kwake. Neno hilo pia ni la kwake. Majira yako ni yapi? Lazima yatambue. Ikiwa kuna majira ya ukame, aisee, mwambie Mungu. Kama ni Mungu ameyaweka hayo majira, wewe zungumza na Mungu, haina haja ya kuyakemea.
navunja hayo yaondoke hivi. Walivunja mno, lakini yalitimia tu. Mwambie Bwana, ikiwa haya ni majira yako, mapenzi yako na yakatimizwe katikati ya majira haya, sitapingana nayo. Lakini ikiwa ni majira ya shetani, na yapomoa na yafuta, na mambo yake yaliyoko ndani ya majira haya yaondoke kwa damu ya Yesu. Kuanzia siku ya leo ninaamuru majira mapya ya kurudishwa kwangu, majira mapya ya kushinda kwangu, majira mapya ya kufuka kwangu, majira mapya ya kushinda kwangu. Nilikwambia kazi yangu kwa sasa ni kukupa wewe uelewa wa kuomba. Nataka kila mtu katika kanisa la Ushuhuda awe na uwezo wa kuomba. Yaani ifike wakati tukiona mtu atupigia kelele na vimapepo, wewe tu mwenyewe unageuka kwa kina Yesu. Kufa unageuka tayari ufunguliwe. Sio na mkamata umemshikilia mpaka nabii amalize ibada ndio uzee huo. Ukiwa tu unasinzia sisi kwa jina la Yesu na kunyang'anya usingizi kutoka kuzimu. Yeye mtumishi huko endelea, ajili kinachoendelea, lakini mambo yanawekwa sawa huko kwa huko. Wewe kama jirani yako hapo, kama amesinzia, anza kazi yako sasa hivi. Haleluya. Amen. Nataka nikufundishe kujisimamia. Unajua sio kila saa tu useme Nabii Baraka, Askofu Veronica. Kuna vingine kuomba kwako yawezekana kuna nguvu kuliko kuomba kwako. Kuna vitu vinahitaji ukiri. Wale wanaofuatilia mtandaoni, kuna clip kadogo nilizungumzia ukiri. Nani nikasikia? Ukiri. Poleni kwa uvivu wenu. Tunaweka mabando pia kuangalia picha za wasichana na mahensa na kuangalia movie series. Mtu katoa jicho mpaka limekuwa la kijani. Kapigo. Wanaofuatilia mafundisho, jicho baya kweli. Na sura inakuwa mbaya kama vampire. Kwa nini usifuatilia kama kasege leo kasema nini? Haleluya. Nilizungumzia ukiri una faida sana. Na nimeomba sana kwa habari ya wanafunzi. Nani alifuatilia? Niliomba kwa habari. Wakati mwingine tunakosa neno la kinabii lililotoka kwa sababu tunakalia kuangalia tu series. Haleluya. Tuchandela buta. Mtu katoa jicho utafikiri sio yeye ambaye ni ndugu yako. Mpaka atoke kwenye ile movie ndio anarudi kwenye sura yake. Maana jicho likitumbuka kweli kama vitusi. Na vivyo vitusi hivi. Kitumbua jicho la mtu. Mwambie wewe si uache utakosana. Hii ni sehemu ya nani sitaki kupitwa. Kama nikatilia mwingine kakasogelea hapa kabisa. Halijua kama itakuwa kipofu baadaye, ndivyo hivyo. Wewe nama ndio anaitika hivyo nama. Haleluya. Ni majira yanatuendesha vibaya. Ndio maana tuvuki. Kwa sababu akili zetu. Na kuna kitu kingine hata nikiongea. Sipendi kuwa natafuta wakati wa matatizo. Naomba nieleweke hapo. Kwa nini? Unapomwombea mtu anauona mpendo, alafu anapotea kwanza. Hata kanisani wa moyo, alafu anakutafuta kwa akili kweli. Tena wakati mwingine hataki kulazimu ufanye anachotaka. Hivi ni kweli? Na uzuri wasiache kumwambia mtu usinisumbue. Mfano, sitoe mfano. Wewe ulivyo hapo. Nimekuombea ukafunguka, sio? Ukawa huru. Au kafanikiwa, Mungu akakupa kile ulichokuwa unahitaji. Alafu tunapotezana. Mpaka nakusahau kabisa. Basi nikukumbusha mimi ni fulani. Eti unanipa kazi ya kukumbuka. Nina shida alafu yani tumishi. Yaani ili tu na mimi. Peke, yaani niangalie tu mimi ili na mimi iishe shida.
Mimi napenda mtu mmoja. Kwanza anayejua thamani aliyemtendea, maana yake Mungu. Jambo la kwanza. Amen. Wa kwamba yeye si wa kutenda nyakati ninapomhitaji, ni wa kutenda nyakati zote. Nifanyaje? Niwe naye siku zote. Amen. Kuwa na Mungu siku zote. Uwepo wako pia unatutia moyo sisi kufanya jambo zaidi kwako, kuombea. Sasa mtu mara kapotea, tumemsahau. Na mimi sina kazi ya kutunza mtu kichwa. Tunamalizana hapa papa, unaondoka sawa. Na Mungu ashughulike na watu wa hiki. Nikwambie tu, kuna wakati utakumbuka hiki. Kuna wakati Mungu anatuacha, sio kwamba hatusikii, ni kwa sababu tunamfanya kwa Mungu wa nyakati za shida. Wakati wa amani yako ndio mfanye Mungu ya kwamba sasa ndio ina fursa au nafasi ya kutafuta, maana sina kinyongo, silii. Ili wakati ukija wa kulia, wakati ule nilifanya kuwa hazina na akiba, unisaidie sasa. Amen. Sio kama nimeeleweka. Wewe waulize watu ambao walienda na mimi sambamba hivi. Waulize kama mpaka leo wana shida. Waulize. Watu tuna amani. Haleluya. Amen. Tuna amani. Amen. Gadi za kutosha. Amen. Na wengine kwao huko hali dia za kutosha. Amen. Na asali zimekuja, asali wangu zimekuja sasa. Zimekuja. Asali wangu. Kwenye ndoa zao mambo yalikuwa vizuri. Amen. Sasa wewe baada ya kupiga unapiga kile kata unakata. Unapiga kwa Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimesema ukweli. Amen. Amina. Nimesema ukweli sana. Nani amefurahia? Haleluya. Haleluya. Mimi napenda uwepo wao. Vijana mko wapi? Kijana yuko mkono wako, kijana wa kike na wa kike, kijana. Amen. Shusha mkono wako. Amina. Mambo mengi wa mtafakari nani? Kwa sababu kizazi cha sasa na ulimwengu wa sasa, shida iko kwa nani? Kwa nani? Kwani ni uongo? Nyie kwani ndo I love you nyingi. Nakupenda kuliko Felesi. Umechagua kuliko chai. Kwani ni haki hiyo? Hata kile kwenye usawi wa jamii wanakwambia kwa kweli kwa haya ndio maana umeachwa. Punguza, ongea points za maana. Wewe tangu lini mtu akawa yaani nikikuangalia kama Apple. Yaani kitu cha 1000 alafu naifananisha mimi. Akilingana na asali iliyofaa bei yake. Amen. Haleluya. Amen. Vijana. Haleluya. Kwa hiyo kuna grupu kwa ajili ya vijana. Natamani kuona vijana wamechangamka. Unaweka kile ulichonacho pale. Tunataka kuona mapungufu yenu yako wapi, lakini pia upeo wenu uko wapi, ili sisi tuwasaidie zaidi, kwa sababu ninyi ndio mtakaoombea mama, mtaombea mama zenu, baba zenu na wazee walioko nyumbani. Amen. Anasema na waandike ninyi vijana kwa sababu na nini? Na nguvu. Na wazee wakaambia msiwachokoze, bali waonyeni. Amen. Haleluya. Amen. Wanafunzi soma. Kama ni kujifunza, jifunze kwa aliye nyumbani mwenye uwezo wa kuingia hapo. Hilo grupu sio la vijana peke yake. Mimi sipo kwa vijana, ni mtu mzima lakini nipo nao. Kwa hiyo mtu yeyote anaruhusiwa kuingia pale. Haleluya. Anaruhusiwa kuingia. Kila mtu kwa Yesu si kijana jamani. Nani mzee kuliko Yesu hapa? Sasa tumia simu yako kwenye faida, kwa sababu Mungu anaweza kukukataa pia kwa kupitia vitu ulivyonavyo. Unamwasi Bwana si kwa kutenda wewe, kwa kuwa na dhambi kwa kupitia kifaa ulichonacho. Kitumie vizuri, kikupe faida.
watumishi tuko wengi. Kama unaweza kufuatilia wale wa nje, fuatilia. Kama utawaelewa lakini. Mbona unajua? Amina. Mbona hizo zingine wanasema, "Unasema nini? Ukoko?" Kama unaelewa fuatilia. Mimi napenda sana kufuatilia watu tofauti. Nataka kujua mtumishi huyu ana bezi nini na ni kitu gani ambacho pengine natakiwa kumwombea kimepunguka, ili injili ya Bwana ifanyaje? Isonge mbele. Ana bezi kitu gani? Tusipomwombea atabadilikaje? Na usipomfuatilia utamjuaje? Na wengine tunapata nguvu ya kuendelea kwa sababu tunawafuatilia wale tutangulia. Amen. Amina. Amen. Hasa wewe jifanye binafsi eti mimi nina miracle kwa hiyo sina shida. Nagusa. Mtaacho hapo. Haleluya. Amen. Natalia kujiangalia tu kwenye kioo. Maroho ya kusita. Unajiangalia kuna abada. Unachana na kurudisha ile. Unaangalia unachana na leta hapa. Ndio lazima kujiharibu sasa. Wewe parua maandilia ile nyuma funga lemba. Amen. Siwezi kukata nyusi sisi kama hivi. Kama huna tu. Sipo tu. Kama hakuna acha. Onekana tu mweupe kama ni black safi. Naongea na mtu. Amen. Ukikagua pochi hapa na mikoba fulani, unakuta kuna kioo huko. Ukitoka tu nje ya geti pale, uwanja. Ili kule tusionekana. Zamani kuokoka ilikuwa ni ushamba, si ndio? Amen. Lakini sasa hivi kuokoka ni ujanja. Amina. Mtu ambaye hajaokoka ndio ushamba. Amen. Na zamani ilikuwa usipoweka hayo madumbwasha ilikuwa ni ushamba. Sasa hivi ukiweka ni ukizimu wa shetani. Hivyo tu. Amen. Amen. Tunataka kukuoa sasa binti. Tunakukuta na kumbe siku tumekuona na wigi. Tukajua ni nywele zako. Tukakupendea wigi. Siku kilivua tunasema tumebadilishiwa mtu. Sio kipara cha namna hii. Na sio kichwa cha mapembe hivi. Na sio kichongo hichi. Hakuna. Asili yako ionekane. Mbona sielewi? Hautaolewa ndio? Eti ndio kama ameshika nywele za majoka anatupa mimi. Kidogo. Nini? Unaweza kupa tabu. Mwisho uchoke. Bila saa. Wengine nao wa kiume kila saa ni wale wanasogeza. Hakuna kitu. Haleluya. Amen. Ndio kwa sababu tunafanya mimi niko soft bana. Amen. Nikaingia saluni nikamwambia rekebisha nywele zikae hivi. Leo mimi bwana harusi. Kwa hiyo atukufanyia kidogo za nini? Weki dawa nywele. Unaona hapo zina nini? Zinatosha. Yaani hivyo zilivyo. Amen. Hapo ndio nikatoka hesa kwa yule kwepo niona. Haleluya. Sio mtu kimwangalia hapa hivi siku anaoa hapa. Mweupe kuliko shingani ukishuka tu kidogo hapa. Hafanani na hapa juu. Anaoa au anaolewa mwingine ukimwangalia hivi. Kwa mbali unaweza kuhisi. Sio yule Maimuna ndio mwanaga kwenye chileo. Baada ya siku 2-3 sasa ndio imeisha. Unaona hivi wewe? Na hivi sasa hivi ni mwendo wa lemba, hakuna hayo manadili. Waoaji na mtakaoolewa ushuhuda. Wendo ni mmoja, tunabaki oji. Amen. Ingia zako saluni, osha nywele, weka vizuri, safi. Bwana anatamalaki. Amina. Tunaharibikiaga. Pua imetobolewa mara nyingi mpaka inasikitika. Pua. Masikio. Tu mpaka huko.
kama size zikanivuta nyama lake chini kamuuliza. Itanisaidia maswali. Hiyo hata mambo mengi. Unatoboa tu hapa kama mtu akiingiza mkono anatoa na kwambia ndio sikio lako. Yaani mtu anaweza kuingilia hapa akatokea sehemu nyingine na akaondoka kupitia sikio. Hana shida. Hao ndio wapo sawa na andiko kwamba ukiona kiungo kinakusumbua kitoe. Sasa wenyewe wameona ili kisiweke kihereni hapa. Shusha nyama livutike kubwa, hakuna hereni kukaa, unaweka wapi sasa tumbo la kutosha. Hata sipikele na ile nyingine na kutoa. Maiki hiyo kiipeleka hivi. Haigusi nyama ya sikio. Kinga unajua ndaangaika katobo hapa katobo huko. Ukikuta msakakai. Sasa kabisa hivi huyu. Ni mtu kutoka kwa Mungu kweli. Yaani neema ni kubwa sana kwetu. Maana bila toboa mpaka yakachanganyikiwa. Ni kwa vile tu yaongea. Eti kila siku tunawaza wewe mzuri. Kutokujiamini nao mbaya. Nitafanya semina siku moja na wanaoelekea kuolewa na kuoa, lakini pia na wanandoa. Tutachanganya huko makundi hayo mawili. Yaani wachumba na wanandoa. Nikufundisha mahusiano ni nini na ni namna gani unaweza ukawa na familia bora. Wakati mwingine tunakuchukua kwa sababu ya rangi yako. Tukikwambia kinyama. Naongea na watu, si ndio? Amina. Naongea na wale wanaoweka jamani wewe si haweki. Amina. Haleluya. Amen. Au niweka kafuta hapo. Oh my God, nimekumbuka mafuta. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sisi ushuhuda tuna hizo habari na kweli uziache kwa sababu Mungu atakuona wewe ni sanamu. Badala ya kuwa mwanadamu unageuka kuwa nani? Sanamu. Wewe njoo tu kanisani kama ni kiongozi, piga na nilio beji yako weka hapa, ulembo tosha. Wewe kuboresha tafuta tu hayo malemba ya kutosha, mazuri, weka. Safi kabisa. Na utukufu wa Bwana unafanya unashuka. Kijana anayeanza kuangalia maswali mara imebana juu mara imekaaje, mara uishushe. Kama vile kuna jambo unataka kusaidiwa kwa kushusha huko, lakini unashika kusema. Tulishavaa hayo paka. Wanatukuzia wenyewe wakasema aise, badilika kaka. Hii sikuuzi. Hela yangu lakini naikataa. Nataka nibadilike. Haleluya. Amen. Sio nitajiwa nikaswali kabisa hapo juu. Amen. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati waliponiambia wakati ukaondoka hebu niangalie nilipo nasa. Kwa hiyo ukaja wakati sio wanjiwa tena. Amina. Tumehama huko. Amen. Tunataka shati mara ukitembea ulikali. Nimesema tumbavu penyewe huna. Bwana ungekuwa kimbia sio unafagia uwanja angalau unaweza tukapata nyama. Hakuna. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo majira yako ni yapi lazima yatambue. Na mimi kwa kutokuendelea sana nitaishia hapo. Wala mimi leo sina maombi na mtu, lakini tutakutana siku ya Jumanne. Amen. Jumanne usikose kwa sababu nina ufunuo ambao utakupa wewe uwezo mzuri sana. Nataka nikutengeneze kuwa ni mtu wa kujitegemea ili upate faida ya kanisa hili. Kwamba nilipokwenda pale nimejua kuomba, ninajua kupigana sasa vita vya kiroho, ninajua sasa kutamka jambo likatokea. Amen. Hicho ndicho ambacho tunataka ili mtu ajivunie kwenda mahali, ajivunie kanisa fulani, ajivunie Mungu wa mahali hapa. Haleluya. Ngoja tuwape nafasi wale wa kushuhudia. Najua utasikia tu nikaomba hivi, nilipoomba kaondoka. Amen. Ni haki ni sawa sababu najua kuomba. Amen. Haleluya. Kama ulishawahi kufanywa jambo haujashuhudia, ndio maana hujafanywa tena.
Haleluya. Ndio maana haujafanyiwa. Tumia mambo ambayo Mungu anakufanyia au ile miujiza kuweza kumshawishi Mungu afanye tena. Haleluya. Amen. Watu walimjuaje Yesu? Si ni watu wale waliopona kwenda kushuhudia? Amen. Sasa anapata sifa kwa imejulikana kule kwamba inaweza kupona. Biblia inasema watu wakatoka kando kando mwa Yerusalemu na mahala pote kwenda mahala Yesu alipokuwa. Ni kwa sababu wamesikia watu walipona. Nenda huko waambie watu nilikuwa hivi, nimekuwa hivi. Kwa wewe watu watakuja kwa sababu wanashuhudia. Kwa kazi kubwa tunayoifanya ninajua kabisa unao ushuhuda. Unao ushuhuda. Inawezekana kwako ukawa ni mdogo na unaona ni mdogo lakini amefanya nani? Ni Mungu amefanya. Kama ingekuwa ni dogo ungefanya wewe. Ni kubwa na ndio maana Mungu alikifanya. Amen. Haleluya. Mungu akubariki. Basi tutaishia hapo, lakini simama tu hapo ulipo na hapo nitakaribisha uongozi utakaosimamia kwa habari ya kushuhudia na vingine yaweze kwenda sawa. Ni saa 6:30 sasa. Kwa hiyo ni muda wako kutumia huu muda uliobaki. Nikupa muda mzuri tu. Barikiwa sana umefika leo, maana umefanya kazi ya Mungu pamoja nami. Fuatilia YouTube, fuatilia mtandaoni mafundisho. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu na kushukuru Bwana kwa ajili ya muda huu, maana wewe ni mwaminifu na ni mkuu. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa, umemwezesha kufika tena siku ya leo.